Mtazamaji na msikilizaji wa Lindi FM na mtazamaji wa Sibuka TV, na kukaribisha katika kipindi kizuri cha maombi na maombezi. Kabla sijaanza niombe. Baba Mungu, na kushukuru mno, asante kwa nafasi ambayo umetupa tena ya kuwa wazima na kuwa hai. Bwana mtakatifu mwema, asante kwa neema ambayo umeendelea kuiachilia juu ya mwaka huu tangu umeanza mpaka sasa. Bwana umeendelea kuwa pamoja nasi. Asante kwa neema hii ya pekee ambayo Bwana umetupa tena kuwepo kwa ajili ya kujifunza katika neno lako, lakini na kupata muda kwa ajili ya kukuita wewe na kukuomba kwa ajili ya mahitaji mbalimbali, kama ulivyotuagiza katika neno lako ya kwamba usijisumbue kwa jambo lolote lile, bali katika kila neno, katika kuomba, kusali pamoja na kushukuru, na ukasema haja zetu zijulikane kwako. Asante Bwana kwa nafasi ambayo umetupa. Sasa tunapoenda kujifunza, tunaalika uwepo wako katikati yetu. Roho Mtakatifu, wewe ndiye mwalimu wa kweli, utufundishaye siku zote ili tupate faida. Nami nakualika sasa, mimi pamoja na mtazamaji wangu hapo alipo na msikilizaji, naomba Bwana ukahusike katika kipindi hiki, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, kamata fahamu zetu, akili zetu, katika jina la Yesu. Tunapoenda kujifunza Bwana, tukapate kuelewa kila ambacho umekiandaa kwa ajili yetu siku ya leo, na Bwana ukaonekane katika jina la Yesu. Anza pamoja nasi, amen. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Victor Kamafa wa kanisa la EAGT, kanisa ambalo liko Morogoro, ndio tunamtumikia Mungu, na pia ni mwandishi wa vitabu ambavyo Bwana amenipa neema mpaka sasa ni andika vitabu mbalimbali. Na nikukaribishe sasa katika kipindi kizuri hiki ambacho kupitia kipindi hiki zipo shuhuda nyingi kabisa za watu ambao wameendelea kutuma kwangu, na kupitia namba ambayo iko kwenye skrini hapo, namba ambayo kwa faida ya msikilizaji wa Lindi FM ambayo ni 0658164467, na hiyo namba inapatikana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye WhatsApp, na wengine pia walioko nje ya nchi wamekuwa wakitumia namba hiyo kwa njia ya WhatsApp. Tumekuwa tukiwasiliana nao na wao wametoa shuhuda na kushukuru, na wengine pia wametazama vipindi vilivyopita kupitia YouTube. Ukiingia kwenye YouTube bado utavikuta vipindi vingi ambavyo tumejifunza mahali hapa katika kipindi cha maombi na maombezi, na vipindi vingine vya huko nyuma tulijifunza namna gani ya kuwa na maombi yenye majibu ya haraka. Na wakati tunajifunza somo hilo tujifunza katika kitabu cha Siri ya Maombi Yanayojibiwa Haraka. Kwa hiyo wengine pia walipoingia kwenye YouTube kuna vipindi wameviona na wameshukuru kwamba vimewatoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Ukiandika jina la Victor Kamafa kwenye YouTube utaona kuna vipindi vingi ambavyo vinapatikana. Ukitembelea katika mitandao ya kijamii ya Sibuka TV bado utakuta kuna vipindi vingi ambavyo viko humo. Basi nikukaribishe, leo tunalo somo ambalo linasema mruhusu Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Mruhusu Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Na kama tunavyofahamu kwa nini tunasema hivi, umruhusu Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Kila sehemu kuna msemaji, kuna sauti ya mwisho, kuna sauti ya mwisho. Sasa nataka kwamba yale unayokutana nayo, yale unayoyapitia, Yesu awe msemaji wako wa mwisho, awe msemaji wako wa mwisho. Ukiangalia kwamba kuna maeneo na maeneo kuna wasemaji, lakini nataka pia na wewe Mungu awe msemaji wako wa mwisho, awe msemaji wako wa mwisho. Sasa na wewe nataka kwamba Yesu awe msemaji wako wa mwisho, awe msemaji wako wa mwisho katika hali utakao unakutana nayo, changamoto ulionayo, maisha. Yesu mruhusu awe msemaji wako wa mwisho. Katika maisha yetu ya kila siku yapo mambo tunaweza kuwa hatuna majibu ya kuambia watu. Kuna mambo unaweza ukawa unapitia mpaka sasa, watu hata wakikuuliza una majibu ya kuambia watu. Ndio maana nakwambia mruhusu Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Yeye ndiye ana majibu. Usiwe mzungumzaji wale unayopitia,
Mwachie Mungu mwenyewe awe msemaji wako wa mwisho. Yeye ndiye anaelewa, yeye ndiye ana majibu. Na nitakupa shuhuda mbalimbali katika somo hili, jinsi ambavyo nilimruhusu Yesu akawa msemaji wa mwisho. Wapo mengine madaktari walisema, lakini bado nikamruhusu Yesu akawa msemaji wa mwisho. Kuna hali unaweza ukapitia, watu wakakukatisha tamaa, lakini hao watu sio wasemaji wako, wasio wasemaji wako wa mwisho. Mruhusu Mungu awe msemaji wako wa mwisho. Kama unaumwa, Mungu akisema hutapona, basi ujue hutapona. Lakini hata kama wanadamu wamesema hutapona, lakini Mungu akisema utapona, lazima upone. Lazima upone. Kama madaktari wanasema hutazaa, kwamba si wamepima, wamekuta kuna vipimo gani, lakini Mungu akisema kwamba utazaa, hata kama madaktari wamepima vipimo vyao kabisa vinadhibitisha kwamba hutapata mtoto, lakini msemaji wako wa mwisho akiwa Mungu, yeye ndiye ana majibu. Yeye ndiye anaweza kusema kwamba huyu, ili tatizo haliwezekani. Lakini tutaangalia yeye mwenyewe ndiye anajisema kwamba yeye ni Bwana kwa wote, yenye akusema kuna jambo gumu lisiloshinda. Kwa hiyo nataka umruhusu Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Sasa maandiko yetu ni Marko sura ya 4. Tusome maandiko haya, ndiyo atakayo tupeleka katika somo hili ambalo tunasema mruhusu Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Marko sura ya 4, Marko sura ya 4 mstari kuanzia 35 mpaka 40. Maandiko yanasema, siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika shetiri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo wa bahari umtii? Hawa ni wanafunzi wa Yesu, walikuwa pamoja na Yesu. Walikuwa pamoja na Yesu wanatembea baharini. Sasa maandiko yanasema wakiwa baharini nasema ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Misukosuko ya baharini ilikuwa ni mikubwa. Nakumbuka humu palikuwa watu ambao walikuwa ni wazoefu wa maji. Walikuwa wakina Paulo, wakina Petro. Petro alikuwa ni mzoefu, amebobea kwenye mambo ya maji. Sasa Petro kwa sababu ameelewa, alikuwa mvuvi, yawezekana akaona ni mambo ya kawaida haya, akaanza kupambana na ile hali. Kupambana na ile hali, uzoefu wao ukafika mahali, ukafika mwisho. Sasa baada ya kufika mwisho, maandiko yanasema naye mwenyewe alikuwepo katikati shetiri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, sasa baada ya kupambana, kwanza walimwacha, wakadhani kwamba wanaweza wakashinda wenyewe. Kama kuna hali unaweza ukawa unapitia, maisha unapitia, ukadhani wewe mwenyewe pasipo msaada wa Mungu unaweza ukafika mahali. Nataka nikwambie, hali yoyote ile bado unamhitaji Mungu katika maisha yako, kwamba Mungu awe sehemu katika maisha yako. Hawa kitu cha muhimu kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Yaani kitu cha kwanza cha usalama kwamba Yesu alikuwa pamoja naye. Kama kuna msukosuko unapitia, changamoto unapitia, ukiwa pamoja na Yesu, kwanza ujue uko salama.
Yaani kile kitendo cha kumbeba Yesu walikuwa salama. Sasa kosa walilolifanya, wakaanza kupambana wao wenyewe, wakaanza kutumia akili zao wenyewe, wakaanza kutumia uzoefu wao wenyewe, wakati wanaye Yesu anayeweza mambo yote. Sasa baada ya kupambana, hali imekuwa mbaya. Maandiko yanasema wakamwamsha. Sasa wakaona hii hali, Yesu awe msemaji wa mwisho. Yesu akisema tunaangamia, lazima tuangamie. Yesu akisema hapa tunapona, lazima tupone. Kwa hiyo hawa wanafunzi wa Yesu wakaona hii hali inamhitaji Yesu awe msemaji wa mwisho. Hata wewe kuna mahali unapitia, kuna changamoto unapitia, kuna ugonjwa unapitia, lakini msemaji wako wa mwisho awe Yesu. Awe Yesu. Maana yeye ndiye mwenye majibu ya hali unayopitia. Yeye ndiye mwenye majibu ya tatizo ulilo nalo, shida ulio nayo, yeye ndiye mwenye majibu. Yeye ndiye mwenye majibu. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu wakaona hapa, tumuite, tumwamshe Yesu. Tumwambie Yesu hapa sasa tunaangamia. Ili wasikia anasemaje. Anasemaje? Maandiko yanasema wakamwamsha, wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kwa tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Sasa wakamwamsha Yesu ili waone anasemaje. Maandiko yanasema alipoamka Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa ni mwanadamu asilimia 100 na alikuwa Mungu asilimia 100. Na tangu asubuhi aliponya watu, alifanya huduma. Sasa ile jioni, katika hali ya ubinadamu, akawa amepumzika. Lakini pia yawezekana alitaka kuwaona hawa watu wanatambua kwamba wako pamoja na msemaji wa mwisho. Yawezekana kuna hali unapitia, Bwana anaweza akawa amekuacha kutaka utambue kwamba msemaji wa mwisho ni Mungu mwenyewe. Yesu mwenyewe ndiye msemaji wa mwisho. Kwa hiyo akatulia. Kwenye zile dhoruba, heka, akatulia. Walipomwamsha, sasa akaanza kuonyesha kwamba yeye ndiye msemaji wa mwisho katika hali yoyote ile. Katika dhoruba, katika changamoto, katika ugonjwa, katika mapito, kwamba yeye ndiye msemaji wa mwisho. Yeye ndiye msemaji wa mwisho. Maandiko yanasema aliponyamka, akaukemea upepo, akaunyambia upepo utulie. Upepo utulie, upepo ukakoma. Sasa wanafunzi hawa wa Yesu, Mungu asema, akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Mbona mnakuwa waoga wakati mnayo msemaji wa mwisho? Hali yoyote inayokupata, shida yoyote inayokupata, Yesu anawauliza wanafunzi, mnakuwaje waoga? Mniogopa nini wakati mmenibeba mimi msemaji wa mwisho? Ukiwa na Yesu ndani ya maisha yako, yeye awe msemaji wako wa mwisho. Awe msemaji wa mwisho. Unapitia katika hali gani? Changamoto gani ulionayo? Shida gani ulionayo? Bado Yesu awe msemaji wa mwisho. Kama nilivyosema, kuna hali unaweza ukapitia, kuna changamoto unaweza ukakutana nayo, na bado ukawa huna majibu. Lakini msemaji wa mwisho, yeye ndiye mwenye majibu. Yesu, yeye ndiye mwenye majibu katika hali yoyote ile, katika shida yoyote ile, katika changamoto ile, katika mapito yoyote yale. Yesu ndiye msemaji mwenye majibu ya mwisho katika hali unayopitia. Kwa hao watu waligundua, walielewa kwamba hii hali hatuna majibu. Hii hali tumepambana kwa ufahamu wetu, kwa akili zetu, kwa uzoefu wetu, hapa tumekosa majibu. Ngoja tumwamshe Yesu. Tusikie Yesu anasemaje kwenye hali hii tunayopitia. Hata wewe hali unayopitia, bado Yesu ana majibu. Yesu ana majibu katika hali unayopitia, katika changamoto unayopitia. Yupo mtu mwingine anaitwa Ayubu. Ayubu alipopitwa kwenye mapito, kwenye changamoto, kwenye hali aliyokuwa nayo, bado alimwachia msemaji wa mwisho. Alielewa kwamba hii hali yupo msemaji wa mwisho
Ayubu sura ya 19 mstari wa 25. Ayubu sura ya 19 mstari wa 25 na 27 asema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Mstari wa 27, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Hima wangu utazimia ndani yangu. Haleluya, haleluya. Ayubu anaelewa. Ayubu alipita kwenye changamoto, tunaelewa, mapito. Kwanza vitu vyake vyote viliteketea, vilikufa, viliondolewa. Akajaribiwa kwa kila namna. Shetani akagusa ngozi yake baada ya kuruhusiwa na Mungu. Paka mke wake anafika mahali anamwambia mkufuru Mungu ufe. Mapito aliyoyapitia Ayubu. Lakini Ayubu anasema hii hali alielewa, yupo msemaji wake wa mwisho. Akaelewa hili jambo analolipitia, anasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Anasema hii hali ninayoipitia, haya maisha ninayoyapitia, hii hali bado mtetezi wangu yu hai. Bado msemaji wangu, kauli, alikuwa anasubiri kauli ya mwisho ni ipi ya Mungu katika hali anayoipitia. Hata wewe hali unayoipitia, subiri kauli ya Mungu. Usikatishwe tamaa na maneno ya watu. Usikatishwe tamaa na maneno ya watu unayosikia. Bado yupo msemaji wa mwisho. Kama nilivyosema, mahali popote, inaweza ikawa ni taasisi, kuna maneno yanaweza yakasikika. Inaweza ikawa ni serikali, kuna maneno yanaweza yakasikia. Lakini yenye uhakika ni anaposimama yule msemaji wa mwisho. Msemaji wa mwisho mahali pale akisema hili jambo liko hivi, lazima hiyo ndio la kufuata. Hata wewe mruhusu Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Usiruhusu hali unayopitia iwe msemaji. Usiruhusu ugonjwa unaopitia uwe ni msemaji kwako. Hapana. Ayubu alielewa, na ukisoma sura ya 38 tunaona msemaji wa mwisho alijitokeza. Baada ya wengi kuongea, watu wamemkatia tamaa, wana marafiki zake. Sura ya 38 kuanzia sura zile, Ayubu anapita kwenye mapito, anapita kwenye changamoto, Mungu yuko kimya. Sura ya 38 msemaji wa mwisho akaja kuongea sasa. Na wewe unamhitaji sana msemaji wa mwisho kwenye hali unayoipitia, kwenye changamoto unayoipitia. Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Maandiko yanasema, ukisoma sura ya 38, maandiko yanasema kuanzia mstari wa kwanza, ndipo Bwana akamjibu. Ndipo sasa msemaji wa mwisho akaanza kuongea. Anayeelewa kwa nini Ayubu anapita kwenye changamoto, kwa nini Ayubu alipita kwenye mapito, anaanza kuongea. Maandiko yanasema, Ayubu akasema, ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisurisuri na kusema, ni nani huyu atiaye mashauri giza kwa maneno yasiyo maarifa? Basi jifunge viuno kama mwanaume, maana nitakuuliza neno nawe niambie. Sasa msemaji wa mwisho anasema, sasa Ayubu, umepita kwenye changamoto hizi, umepita kwenye magumu haya, kuna maneno mengi yamesemwa. Sasa wewe Ayubu, kaa vizuri. Sasa nataka niongee na wewe, mimi mwenye majibu, nataka niongee na wewe. Akasema, kuna maswali nitakuuliza, nataka majibu. Soma mstari wa 4, Mungu anaanza kumuuliza Ayubu sasa. Anaanza kumuuliza Ayubu maswali. Inawezekana wewe Mungu akija akakuuliza utapata majibu. Utapata majibu. Swali la kwanza anamwambia, ulikuwa wapi
nilipoiweka misingi ya nchi. Haya sema kama ukiwa na ufahamu. Akasema, Ayubu, kuna watu wanajifanya wanakuwa wasemaji kwenye hali unayopitia. Nataka ujibu maswali haya maswali yajibu. Kama wewe unaweza ukaelewa mambo yote unayopitia, nataka ujibu haya. Swali la kwanza nasema, ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya nchi? Ayubu, jibu. Nilipoweka misingi ya nchi ulikuwa wapi? Asema, haya sema kama ulikuwa na ufahamu. Kama ulikuwa na ufahamu. Mstari wa 8 asema, hau ni nani aliyeifunga bahari kwa milango hapo ilipofurika kana kwamba imetoka tumboni? Sikiliza maswali hayo Mungu aliyomuuliza Ayubu. Anamuuliza maswali Ayubu, naye kuonyesha kwamba anataka kuonyesha kwamba kumbe hali Ayubu uliokuwa unapitia, mimi ndiye mwenye majibu. Mungu anasema yeye ndiye mwenye majibu. Mstari wa 18 anaendelea kumuuliza Ayubu, anasema, umefahamu mapana ya dunia? Haya sema ikiwa unajua hayo yote. Kwamba dunia yote Ayubu unajua mapana yake. Hata kama kuna watu wasomi, wamesoma, wana maelimu, muulize upana wa dunia hii kama anaweza. Anamuuliza maswali. Hata kusikotaka kuonyesha kwamba kuna mambo tunapitia, uwezi ukapata majibu. Kuna hali unaweza ukakutana nayo, uwezi ukapata majibu. Lazima umsubiri msemaji wa mwisho ambaye ndiye Mungu mwenyewe. Ndiye Mungu mwenyewe. Mstari wa 25 asema, ni nani aliyepasua mfereji kwa maji ya gharika, au njia kwa umeme wa radi? Nani aliyepasua mfereji kwa maji ya gharika? Anauliza maswali. Mstari wa 28, je, mvua ina baba? Au ni nani aliyezaa matone ya umande? Haleluya, haleluya. Maswali. Msemaji wa mwisho anakuja kwa Ayubu. Asema, Ayubu, kuna mahali umepitia. Kuna changamoto umekutana nazo Ayubu. Yawezekana kuna watu wameongea. Sasa nataka nikuulize maswali haya. Kama una majibu, basi utakuwa na majibu ya hali unayopitia. Anamuuliza swali, je, mvua ina baba? Tunaiona mvua inanyesha. Anasema, haya tuambie, baba wa huyo mvua ni nani? Anasema, hau ni nani aliyezaa matone ya umande? Tunaamka asubuhi, unakuta umande. Anasema, sasa ni nani aliyezaa matone ya umande? Toa majibu. Msemaji wa mwisho anashuka sasa kusema na Ayubu. Sura yote 38 msemaji wa mwisho anashuka kuongea. Watu waliongea sana, marafiki zake waliongea sana. Sasa msemaji wa mwisho alipokuja, wote walikaa kimya. Hata maswali waliosikia hakuna aliyejibu hata moja. Mstari wa 28 tunaona 30 ambia asema, je, waweza kuziongeza sayari kwa wakati wake? Au waweza kuongoza dubu na watoto wake? Haleluya. Anamwambia Ayubu, sikiliza Ayubu, maswali ninayokuulizia. Asema, je, waweza kuziongeza sayari kwa wakati wake? Sayari tunaziona. Hatujasikia kwamba kuna sayari zimeongezwa, kwamba mwanadamu ameongeza sayari. Hapana. Asema, waweza kuongoza dubu na watoto wake. Dubu, mnyama mkali. Waweza kuongoza we dubu? Hayo ni maswali ambayo alimuuliza. Mstari wa 41, ni nani anayempatia kunguru chakula? Kumbuka, tangu sura ya kwanza mpaka 37 Mungu yuko kimya. Sura ya 38 anakuja. Ndio maana Ayubu alielewa, asema, mtetezi wangu yuko hai. Hii hali inayopitia, acha nyie msemeseme, acha nyie muongeongee, lakini yupo mtetezi. Akishuka hapa ujuaji wenu mnaosema kwamba sijui nimefanya hivi, ndio maana nimepatwa haya,
ujuaji wenu akishuka msemaji wangu, hakuna tutaona kama mbona hakuna ambaye aliongea? Mbona hakuna aliyemwambia Mungu ili unayomuuliza Ayubu mimi najua. Mimi najua. Anauliza maswali. Ni nani anayempatia kunguru chakula? Makida yake wanapomlilia Mungu na kutangatanga kwa kutindikiwa na kunguru, harimi, hana shamba. Anauliza anatoa wapi chakula? Anatoa wapi chakula? Maswali yote Ayubu yuko kimya. Wanafunzi wake, marafiki zake wako kimya. Wako kimya. Mungu hakunyamaza. Hata wewe hali unayopitia Mungu hatanyamaza. Mruhusu tu Mungu hawe msemaji wako wa mwisho. Kwamba kuna hali unayopitia, usikate tamaa mpaka usikie kauli ya msemaji wa mwisho anasemaje. Tuangalie mwisho wa Ayubu ulikuwaje. Msemaji huyu wa mwisho ulikuwaje? Alikuwaje? Ulikuwaje? Ukisoma kuanzia Ayubu 38 Mungu anaongea. Mstari wa sura ya 40. Sura ya 40 mstari wa 3 ndipo Ayubu anaanza kuongea, sema ndipo Ayubu akamjibu Mungu na kusema, tazama mimi si kitu kabisa. Sikujibu, nikujibu nini? Ayubu anamwambia Mungu, sasa mimi siwezi kujibu lolote. Haya Mungu unayasema, mimi siwezi kujibu lolote. Hata wewe kuna mambo Mungu akikuuliza maswali sasa hivi akasema, mwanangu, nataka sasa ukae. Hii hali unayopitia nataka nikuulize maswali mawili matatu, ukinijibu. Ayubu anaulizwa maswali. Namwambia Ayubu anajitetea. Sura ya 40 mstari anasema, ndipo Ayubu akamjibu Mungu na kusema, tazama mimi si kitu kabisa, nikujibu nini? Naweka mkono wangu kinywani pangu. Mstari wa 4 anasema mimi naweka mkono wangu kinywani pangu, siwezi kuongea. Wewe ndiye msemaji, wewe ndiye unayejua hali ninayoipitia. Watu walimcheka. Mwisho wake Ayubu ulikuwaje? Soma 42. Ayubu 42 mstari wa 2. Anasema ndipo Ayubu akamjibu Bwana kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Sikiliza na kusii, nami nitanena. Nitakuuliza neno nawe niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu katika mavumbi na majivu. Ayubu anaelezea basi, mstari wa 7, basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa nyinyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Haleluya. Mungu anawageukia wale jamaa waliokuwa wanamkatia tamaa. Mungu anasema sasa hasira zangu ziko kwenu. Huyu mtu amepitia kwenye jaribu, anapitia kwenye changamoto. Mnajifanya nyewe wajuaji. Nyie hamjui mimi nimebeba nini. Mungu anamwambia hawa watu, hasira zangu zikawaka juu yako, na juu ya hao marafiki zako wawili, kwa kuwa nyinyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu. Hamkusema yaliyo mema kwenye habari zangu Ayubu alikuwa anapitia. Mnajifanya mnaelewa zaidi. Mnajifanya mna majibu zaidi kuliko mimi. Mungu akawaka hasira. Ndio maana nakwambia, kama kuna mtu kuna hali anayopitia, kama huwezi kumtia moyo, kama ni beri unyamaze, utakuja kuaibika. Penina alimcheka nani? Alimcheka Hana. Lakini msemaji wa mwisho aliposhuka, Hana alipopata mtoto, Penina ilikuwa ni aibu. Kwa hiyo kama huwezi kumtia moyo,
Huwezi kumwombea mtu anayepita kwenye changamoto. Ni heri unyamaze, utakuja kuaibika. Hawa watu tunaona walivyoaibika. Mungu anashuka. Anasema nyewe mnajifanya mnajua kuongea, mnajua hali inayopitia. Huyo anayepitia. Haleluya. Kwa hiyo hali yoyote, maisha yoyote unayokutana nayo, kuna watu hawana majibu. Mwenye majibu ni Mungu mwenyewe. Mwenye majibu ni Mungu mwenyewe. Kama nilivyosema, katika maisha yetu ya kila siku, yapo mambo tunaweza kuwa hatuna majibu ya kuambia watu. Na usiwe msemaji wa hali unayopitia, mwachie Mungu tu. Mwachie Mungu awe msemaji wa hali unayopitia. Changamoto unazokutana nazo, mwachie Mungu awe msemaji wako. Kusoma katika Habakuki sura ya 2. Habakuki na yeye kuna mambo yalifika. Habakuki anza sura ya 1, kuna mambo alikuwa hana majibu. Sasa alipofika sura ya 2, huku sura ya 1 ameomba, Habakuki ameomba. Sura ya 2 akaona sasa hii ni mwachie msemaji wa mwisho. Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 sema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Sasa Habakuki akaona haya, sina majibu. Kwenye hali hii Mungu amesema alipo ufunuo nabii. Sasa Habakuki anaona mambo yanayoendelea, udhalimu unaoendelea, maovu yanayoendelea. Sasa Habakuki akasema, hapa sina majibu. Ngoja mimi nitulie, niache msemaji wangu wa mwisho, hapa ndiye ataleta majibu. Mimi nitasimama katika zamu yangu, nitatulia, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia hili nione atakaloniambia. Huyu msemaji wangu wa mwisho atakaloniambia, hilo ndio la kushika. Na ni kweli msemaji wake wa mwisho hakunyamaza. Mstari wa 2 anasema, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanya iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala itasema uongo ijapokawia. Ingojee, kwa kuwa inabudi kuja, haitakawia. Haleluya. Msemaji wa mwisho akaja akamwambia, sikiliza Habakuki, hiyo njozi inafanya haraka, itatimia tu, itatimia. Msemaji wa mwisho akisha kuhakikishia kwamba utapona, hakika utakufa, na kwambia akisha sema msemaji wa mwisho. Ndio maana wakati Hezekia anaumwa, Hezekia alipokuwa anaumwa, taarifa, Mungu akatuma taarifa kupitia Isaya kwamba nenda umwambie Hezekia atengeneze mambo ya nyumba yake, hakika atapona. Alipopata zile taarifa, Hezekia nimpenda sana, akawaza sana, akasema, huyu kwa sababu aliyeleta hizi taarifa, yeye ameleta taarifa, ngoja nisishughulike na mleta taarifa, nishughulike na mtoa taarifa. Mtoa taarifa ndiye msemaji wa mwisho. Ni kweli taarifa hizi zimekuja kupitia nabii, mtumishi wa Bwana amesema kwamba sitapona. Sasa ngoja nimwendee ambaye yeye ndiye msemaji wa mwisho. Yeye akuhangaika sana na mleta taarifa, mtoa taarifa. Isaya akuhangaika naye. Maana akasema akajigeuza wapi? Ukutani. Akaanza sasa kuongea na msemaji wa mwisho. Akaanza kumkumbusha Mungu, kumbuka. Ni kweli kuna taarifa zimekuja, ni kweli kuna hali, lakini bado akaelewa msemaji wa mwisho, hata kama kuna taarifa zimekuja, amesema zinaweza atakufa, lakini bado msemaji wa mwisho anaweza kutoa kauli nyingine. Akaomba, maana akasema akamlilia Mungu. Alipomlilia Mungu, Isaya ana habari yuko anaendelea. Inawezekana Mungu akamwambia Isaya, mguu pande, mguu sawa nyuma, geuka, nenda mwambie sasa nimemuongezea miaka 15. Msemaji wa mwisho amesema. Swali, alikufa?
Si miaka iliongezeka? Msemaji wa mwisho amemwambia Isaya, wala Isaya yeye kuanza kuuliza maswali. Isaya kuuliza, yeye ni mpekatari ya kuuliza maswali nabii Isaya kwamba sasa mimi nishamwambia kwamba atakufa, nirudi tena nimwambie miaka yeye akatii, kwa sababu alijua msemaji wa mwisho kwenye afya ya Hezekia ni Mungu. Kwa hiyo alipomwambia sasa rudi, nenda ukamwambie nimemuongezea miaka 15, akubisha. Kuna watu ambao anaumwa mpaka taarifa zinakuja, anasema hakika huyu tulivyomsikia anavyoumwa, kwa kweli hali hii hatapona. Unakuta watu wanaongea vitu kama hivi, yaani utadhani wanadhamana na uhai wa mtu, mpaka wanaanza kumpigia mtu mahesabu kwamba huyu mtu anavyoumwa hatujui kama atapona. Huko kijijini nyumbani huko, kuna baba mmoja aliumwa. Yaani yule baba aliumwa kiasi kwamba watu walipokuwa wanasikia kuna kelele tu, wanasema tayari yule baba ameondoka. Lakini wanashangaa zile kelele, kumbe sio yeye, jirani yake ni amefariki. Wakisikia kelele usiku wanasema hizi kelele, hata kama siko upande mwingine wanasema huenda ni yule mtu ambaye walisema angekufa. Kuna watu waliondoka wakamwacha, akaishi miaka zaidi ya mitano. Watu waliokuwa wazima, waliozani kwamba huyo mgonjwa ataondoka, atawatangulia, walitangulia wakamwacha. Mungu ndiye msemaji wa mwisho, yeye ndiye mwenye majibu ya mwisho. Hautakiwi kukata tamaa. Ukielewa kwamba msemaji wa mwisho ni Yesu, huwezi ukakata tamaa. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walipokuwa naye, walipoona ile dhoruba kwenye maji, wakaona dhoruba, wakafika mahali wakasema hii tumwamshe msemaji wa mwisho. Yeye ndiye mwenye majibu, akamwambia unaona bwana tunaangamia. Wakasubiri kusikia majibu ya msemaji wa mwisho anasemaje. Maandiko yanasema alipoamka akaituliza ile dhoruba, akautuliza ule upepo, alikawa shwari. Msemaji wa mwisho. Hata wewe hali yoyote ile utakayokutana nayo, Habakuki alielewa kwamba yupo msemaji wa mwisho. Ukisoma katika Yohana sura ya 13, kuna jambo la kuweza kujifunza hapa. Maandiko yanasema basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu akijua ya kuwa saa yake imefika atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Yesu akijua ya kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye atakwenda kwa Mungu, aliondoka chakulani, akakwea kando akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro, huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Haleluya! Hii jambo ni jambo la kufurahisha sana. Mungu anasema katikati ya utulivu, katikati ya wanafunzi wa Yesu pamoja na Yesu wako kwenye meza, sehemu ambapo ni nyeti, sehemu ambapo ya chakula. Mungu anasema Yesu akaondoka mahali pale. Alipoondoka inawezekana wakapata butwaa, wakasema tena kuna nini? Wakaanza kushangaa. Hakuna sehemu inayoheshimika kama sehemu ya chakula. Hata ukimkutana na kichaa na ukichaa wake,
Ukimkaribisha wakati wa chakula, mimi nakwambia anatulia, anakuwa mpole kwenye wakati wa chakula. Sasa wakati wakiwa kwenye sehemu nyeti, sikilizaji wangu, mtazamaji wangu, sema sehemu nyeti, wakati wa chakula, Yesu akatoka pale. Maandiko yanasema akavua nguo, akajifua, akafanya nini? Aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa, akajifunga kiunoni. Wako wanashangaa wanafunzi wake. Wamepigwa butwaa, hawana majibu. Wanashangaa Yesu anataka kufanya nini hapo? Maandiko yanasema kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawaza wanafunzi wake miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Akaanza kuwatawaza. Sasa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, mtu ambaye alikuwa na maswali ni Petro. Na Yesu akaanzia kwa Petro. Yaani kama walikuwa wamekaa mduara, inawezekana Petro alikuwa karibu na Yesu. Yesu akaanzia kwa Petro, akaanza kuzunguka. Sasa alipokuwa na watawaza Petro, ya maswali mengi yanaibuka ndani ya moyo wake. Nafikiri alikuwa anasema, yani hawa subiri nitoke hapa. Nikitoka hapa leo watanikoma. Hivyo wamekubali Yesu awatawaza miguu ndani ya moyo wake. Sasa Maria anasema yuaja kwa Petro. Petro alipofika akasema, Petro anasema, Yesu, mimi huwezi kunitawaza miguu. Huwezi kunitawaza miguu. Anasema hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi? Wanitawaza miguu mimi? Akamwambia haiwezekani. Yesu alimjibu swali ambalo nataka nikwambie kwamba kuna mambo utapata majibu. Kuna hali utapitia, hutapata majibu. Kuna changamoto utakutana nazo, hutapata majibu. Yesu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa. Petro, sikiliza nikwambie. Sasa hivi huwezi ukapata majibu. Haya ninayoyafanya huna majibu, subiri baadaye. Akasema, lakini utalifahamu baadaye. Sikiliza nikwambie msikilizaji wangu. Kuna mambo mengine huwezi ukapata majibu. Huwezi ukapata majibu. Yesu anamwambia Petro, utapata majibu. Lakini subiri baadaye. Baadaye utapata majibu. Utapata majibu. Sasa Petro akajifanya mjuaji. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama sinisema kutawaza huna shirika nami. Sikiliza nikwambie, Yesu akamwambia, sasa hivi sikupi majibu. Petro anataka, unajua kutawaza miguu. Kwa nini Petro alikataa? Kwa sababu kutawaza miguu ilikuwa ni jambo la kitumwa. Watumwa ndio waliwafanyia bwana zao. Watumwa ndio walifanyia bwana zao. Kwa hiyo lile kitendo cha Yesu kuwatawaza miguu, kuosha miguu, kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kumzalilisha. Lakini Yesu anamwambia Petro, una majibu sasa. Na Petro anamwambia, sasa kama wewe Yesu huwezi kunitawaza. Petro akamwambia, Yesu anamwambia, sasa kama hutaki nikutawaze, ondoka. Mimi na wewe tunaachana. Una ushirika na mimi. Una ushirika na mimi. Haya yote Yesu anamwambia, anataka kuonyesha kuna mambo hutapata majibu kwa wakati huo. Kuna changamoto unapitia, hutapata majibu kwa wakati huo. Kuna hali unapitia, hutapata majibu kwa wakati huo. Yesu anataka kuonyesha kwamba si kila jambo utapata majibu kwa wakati huo. Hapana, hutapata majibu kwa wakati huo. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Akawa mpole sasa. Alipomwambia, ukikataa una ushirika na mimi, akawa mpole. Akasema, sasa yaishi. Kama ndivyo basi nioshe mwili mzima. Sasa nifanyeje? Haleluya, haleluya. Lakini haya yote nataka kusema ni kwamba Yesu akumwambia baadaye ndio Petro anapata majibu. Wakati Yesu anafufuka, anamwambia Yesu anafufuka. Wakati Yesu anafufuka, kabla hajaondoka anamwambia Petro, walipenda? Akasema, lisha kondoo zangu. Sasa anaanza kupata majibu. Baadaye akaanza kupata majibu, anamwambia Petro, juu ya mwamba wako nitalijenga kanisa na mlango ya kuzimu. Anaanza kupata majibu. Hata wewe kuna mahali unapitia, hutapata majibu. Mwenye majibu ni Yesu peke yake. Ndio maana nasema mruhusu Yesu hawe msemaji wako wa mwisho. Ukisoma katika Isaya kuna mahali anapozungumza kwamba tumuulize. Kuna mambo ambayo unapitia, kuna changamoto, lakini mwenye majibu anataka umuulize. Isaya sura ya 45 mstari wa 10 anasema, Bwana mtakatifu wa Israeli na muumba wake asema hivi, niulizeni habari ya mambo yatakayokuja, mambo ya wana wangu na habari ya kazi ya mikono yangu. Haya niagizeni. Mungu mwenyewe anasema niulize.
hali unayopitia ya uchumi, hali unayopitia ya biashara, unapitia kwenye kazi hazieleweki. Wewe umesoma, Mungu hawezi kukupa elimu kwamba hamna kazi. Kazi yako ipo. Mungu anasema niulizeni. Mungu ndiye mwenye majibu. Hata kama watu wamesema hamna kazi au ni watu wamesema, Mungu kazi yako ipo. Kazi yako ipo. Madaktari wamesema kwamba ugonjwa huo sio wa kupona. Nataka nikwambie Mungu anasemaje? Mungu anasemaje? Yeye anasema yeye ni Bwana kwa wote wenye mwili. Hakuna jambo gumu linaloshindikana kwake. Yasiyowezekana kwa wanadamu kwake yanawezekana. Yeye awe msemaji wa mwisho. Sasa hapa nauliza, Bwana wa mtakatifu wa Israeli, muumba wake asema hivi, niulizeni. Niulizeni habari ya mambo yatakayokuja. Yeye ndiye mwenye majibu, anataka muulize. Ukimuuliza hakika atakupa majibu. Changamoto unayokutana nayo, hali unayokutana nayo, muulize, anayo majibu. Kwa hiyo je, unamruhusije kuwa sauti ya mwisho moja wapo kwa njia ya maombi? Kumuuliza. Isaya 62 mstari wa 6 anaendelea kusema tunamruhusuje. Anasema Isaya 62 mstari wa 6 anasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Nyinyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Anasema msimwache Mungu akae kimya. Msemaji wa mwisho, yeye mwenye majibu ni Mungu. Mwenye majibu hali unayopitia ni Mungu mwenyewe. Haijalishi watu wanasemaje. Kuna mama mmoja kabla hajaolewa alipitia kwenye changamoto, kikatolewa kizazi. Kilipotolewa kizazi, tunafahamu mtu akishakuwa ana kizazi hawezi kupata mtoto. Sasa akapata mchumba. Alipopata mchumba, kwa sababu yule mama alikuwa ameokoka, akaogopa kumwambia ukweli kwamba akaamini kwamba Mungu atafanya. Sasa akaolewa. Alipoolewa, mwaka wa kwanza haona mtoto, mwaka wa pili haona mtoto, miaka ikaenda. Yule mama yeye akawa anajua kwa sababu hana kizazi, na akaogopa kumwambia mume wake. Lakini katika kumwomba Mungu akawa anamwahidi kwamba atampa watoto. Siku moja, na kumbuka madaktari walishamwambia kwamba hatapata watoto kwa sababu hana kizazi. Siku moja Mungu alivyo mwaminifu, akashangaa hali imebadilika. Yule mama aliendelea kumwomba Mungu, kumsihi Mungu. Anamwambia, wewe ni Mungu, unaweza mambo yote. Wewe ni Mungu uliyesema hakuna jambo linaloshindikana kwako. Siku moja yule mama hali ikabadilika, akajiona kichefuchefu, afanya nini? Ghafla anakuja kuangalia ana mimba. Kaenda kupima vipimo, ana ujauzito. Sasa akawaendea wale madaktari, wakawepo mmoja ambaye alikuwa anajua historia yake. Kamwambia, bwana, nimekuja kufanya check up. Naona kama na ujauzito. Yule daktari akacheka, ujauzito utaupataje wewe? Wewe si una kizazi kilitolewa. Akasema, nimekuja unifanyie nipime. Kuna vipimo vinaonyesha kwamba na ujauzito. Yule daktari anapima, anashangaa, kweli yule mama mjamzito. Yaani daktari unakuta anakuwa na miwani, anavua kidogo, anawaza hivi, nimeangalia vizuri au sijaangalia vizuri. Anakuta yule mama mjamzito. Sasa cha kushangaza, mtoto alipo haelewi. Mtoto yuko tumboni lakini haelewi yuko wapi, maana mfuko wa uzazi ulishatolewa. Yule mama ikaenda na mshukuru Mungu, akaenda kumshukuru Mungu, atoa sadaka za kumshukuru Mungu. Kafika mahali yule mama akajifungua. Toto mzuri, mwenye afya. Alipojifungua ikawa ni kumtukuza Mungu. Ndipo sasa ikabidi amwambie mume wake. Kamwambia, mume wangu, kuna jambo sijawahi kukuambia muda mrefu. Nakumbuka kuna kipindi tumekaa muda mrefu hujapata mtoto. Akasema ndio, lakini tunamshukuru Mungu tumepata. Akasema, kwa kweli mimi wakati nikiwa na binti wangu nilipataga changamoto ya tumbo na walitoa kizazi. Yule baba akashangaa, walitoa kizazi? Akasema ndio, walitoa kizazi. Ni mimi hapa ninavyokuambia, kizazi kilitolewa. Na nikaambiwa sitapata mtoto, lakini mimi niliamini kwamba Mungu anaweza. Akasema sasa mimi nimekuwa nikimlilia Mungu. Na nilipopata ujauzito unaenda kwa madaktari wanashangaa. Kwa hiyo huyu mtoto sijui ameingiaje tumboni, alikuwa amekaa wapi mpaka anazaliwa. Yule baba ndiye na yeye mume wake akamtukuza Mungu kwa jambo kama hilo. Akasema huyu kwa hakika Mungu anaweza. Na baada ya pale wakapata watoto wengine, wakaendelea kupata watoto wengine. Naweza kusema ni nini? Mungu, madaktari walisema
hana kizazi atapata mtoto, lakini yupo msemaji wa mwisho. Hapa kama una tatizo lolote, una kansa, HIV, sijui ugonjwa gani ambao umekutesa, una tatizo gani, kisukari, sijui una pressure, msemaji wa mwisho anasema yeye ni Bwana kwa wote mwili, hakuna jambo gumu linaloshindikana. Bado hata kama kuna vipimo vinasema kwamba utapona, yupo msemaji wa mwisho ambaye ukimuita huyo bado anaweza kufanya. Tunapomalizia kusoma waraka wa kwanza wa Petro, tunaweza tukaona waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 7, maandiko yanasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Asema huku tukimtwika fadhaa zetu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Huyu msemaji wa mwisho anajishughulisha na mambo yetu. Kwa hiyo haijalishi unapitia katika hali gani, haijalishi unapitia katika changamoto gani, lakini bado msemaji wa mwisho anasemaje katika unayopitia? Anasemaje katika changamoto ulizonazo? Katika mapito unayopitia anasemaje? Mungu yeye huwa ajipendekezi, hana kiherehere cha anataka yeye atishwi, hana pressure. Yeye anataka uende ukamuulize. Kuna watu walipita katika changamoto, waliponyamaza naye akanyamaza, lakini walipomuuliza bado yeye Mungu akunyamaza. Tunapomalizia Mambo ya Nyakati, tunaweza tukaona wengine ambao waliweza kumuelewa Mungu huyu kwamba yeye ni msemaji wa mwisho. Hata wewe pia mruhusu huyu Bwana akawe msemaji wako wa mwisho. Hakika utaona majibu ya hali yoyote unayopitia. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 29 mstari wa 11 anasema, Bwana, ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani vyako. Ufalme ni wako, Bwana, nawe umetukuzwa mkuu juu ya vitu vyote. Huyu mwenzetu anaelewa, anamtaja sifa za huyu Mungu. Anamwambia, Mungu, wewe ambaye kumbe unatenda mambo makubwa, vitu vyote ni vya kwako, utukufu na uweza ni vya kwako. Anaelezea baada ya kufika mahali akamtambua. Hata wewe tunapomalizia kipindi, kifungua moyo wako ili umruhusu msemaji wako wa mwisho awe ndani yako kwanza. Uwezi ukamruhusu awe msemaji wako wakati hauko pamoja naye. Wanafunzi wa Yesu, kwa nini walikuwa na ujasiri wa kumwambia Yesu tunaangamia? Kwa sababu walikuwa naye. Sasa mmoja wapo, ili huyu awe msemaji wako wa mwisho, kwanza awe ndani mwako. Hakikisha Yesu naye. Ukisha kuwa naye, hali yoyote niye, na anasema niulizeni mambo yatakayokuja. Sasa ukiwa pamoja naye huyu Yesu, ni rahisi kumuuliza kwamba ninapitia katika hali hii, napitia katika ugonjwa huu, napitia katika changamoto hii, napitia katika shida hii. Kuna wakati wa kumwendea Mungu, wana maombi ya kuuliza. Kuna aina 10 za maombi. Sasa katika hizo aina 10, kuna aina moja inayosema kwamba kuna maombi ya kuuliza. Yaani unaweza ukaenda mbele za Mungu unauliza, na hiyo ni maombi. Kwamba Mungu napitia kwenye hali hii, tatizo ni nini? Shida ni nini? Mungu anakupa majibu. Wakati Daudi anaenda kwenye vita, kuna wakati alimuuliza Mungu. Mungu na niwapandie watu hawa? Mungu anamwambia, anampa majibu kwamba nenda. Sasa na wewe kuna mambo mengine, kama una majibu, muulize msemaji wa mwisho. Anasemaje? Daudi kuna mambo alimuuliza, akauliza. Leo tuangalie Daudi alivyokuwa anamuuliza Mungu. Ukisoma katika Samueli wa pili sura ya pili mstari wa kwanza, anasema, ikawa baada ya hayo Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, niupandie mji wowote wa Yuda? Bwana akamwambia, haya, panda. Daudi anamuuliza Mungu, ataka kupanda. Anamwambia Mungu, niupandie mji wowote wa Yuda? Mji wowote? Sikiza, anasema mji wowote. Mungu akamwambia, haya, sasa wewe panda. Lakini Daudi hakuishia pale, akaona miji ipo mingi. Kwa hiyo nimemuuliza mji wowote. Akauliza tena,
Akauliza tena, Daudi akasema, niupandie mji upi? Akasema Hebroni. Daudi anataka kwenda kwenye vita, anamwambia Mungu niupandie. Mungu anamwambia nenda. Sasa fikiria mtu ambaye kama huyu anaenda kwenye vita, Mungu amemhakikishia kwamba nenda. Yaani huyu anatembea akiwa kifua mbele, hata akikutana changamoto, hata kwa sababu anajua huku nakoenda nimeruhusiwa, msemaji wa mwisho ameniambia niende. Kwa hiyo hata kama kuna changamoto nitakutana nazo, nitashinda. Kwa hiyo hata wewe kama kuna hali unapitia, msemaji wa mwisho akishasema lazima ushinde. Ukisoma katika Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 10 sema, basi Daudi akauliza kwa Bwana akisema, je, nipande juu ya Wafilisti? Utawatia mkononi mwangu? Naye Bwana akamwambia Daudi, panda, kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mkononi mwako. Daudi kabla hajaenda kwenye vita, jeshi alikuwa nalo, uwezo alikuwa nao. Anauliza ili apate taarifa, apate asikie msemaji wake wa mwisho anasemaje. Akasema, sasa ninapanda, niwapandie Wafilisti? Utawatia mikononi mwangu? Mungu akamwambia, we nenda, wapandie. Kwa Daudi alienda akiwa na ujasiri, anaelewa. Yaani na maana hata kama angekuwa na jeshi lote likapigwa, akabaki yeye, alikuwa anajua ushindi lazima upo. Msemaji wa mwisho ameniruhusu nije. Sasa wewe hali unayopitia, msemaji wako wa mwisho anasemaje? Msemaji wako wa mwisho ni nani? Je, umemruhusu Yesu kuwa msemaji wako wa mwisho? Kwenye changamoto unayopitia kwenye ndoa, inawezekana unapitia kwenye msukosuko kwenye ndoa. Hata kama unapitia kwenye msukosuko, lakini msemaji wako wa mwisho anasemaje? Mwanaume inawezekana amekuacha, ameondoka, mwanamke amekuacha, lakini msemaji wako wa mwisho anasemaje? Changamoto, ugonjwa ulionao, biashara, umefanya biashara yeye, ni msemaji wako wa mwisho. Muulize msemaji wako wa mwisho, yeye anaye majibu. Sasa ninapomalizia nataka niombe na wewe. Inawezekana kuna mahali unayopitia, lakini nataka niseme mruhusu huyu Yesu awe msemaji wako wa mwisho. Mruhusu Yesu awe msemaji, ndiye mwenye majibu wa yale yote utakayokutana nayo na maisha yako, changamoto zako. Yeye ndiye mwenye majibu. Basi niombe kwa ajili yako. Naomba unifuatie maneno haya. Sema, Baba Mungu, katika jina la Yesu nakushukuru. Asante kwa neno hili ambalo nimelisikia sasa. Nami nafungua moyo wangu, ninakukaribisha ndani mwangu. Uingie ndani mwangu ili uwe msemaji wangu wa mwisho. Kuna hali ninayopitia, kuna changamoto ninayopitia. Naomba katika hii hali hii, Yesu ukawe msemaji wangu wa mwisho. Ninakuruhusu uingie ndani mwangu, utawale maisha yangu, uniongoze katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakataa taarifa zozote zile zitokazo mahali popote kuwa msemaji wangu wa mwisho. Wewe tu Yesu uwe msemaji wangu wa mwisho katika hali hii, katika jina la Yesu. Baba Mungu, nakushukuru. Asante kwa mtoto wako huyu ambaye Bwana amesikia kipindi hiki, na sasa Bwana anakuhitaji ukawe msemaji wake wa mwisho katika hali aliyo nayo, changamoto anayopitia. Bwana ukawe msemaji wake wa mwisho. Wewe ndiye mwenye majibu ya hali aliyopitia. Yesu ukisema ndio, hayupo asemaye hapana. Hata kama kuna watu wamesema kuna hali ambayo haiwezekani, ugonjwa alio nao, hata kama wamemwambia atapona, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, Bwana ukawa msemaji wake wa mwisho, ukamponye katika jina la Yesu. Shida aliyo nayo baba huyu, mama huyu, kijana huyu, binti huyu, mtoto huyu, yawezekana ulisema binti huyu kwamba hataolewa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, mwaka 2026 Bwana ukamtendee katika jina la Yesu. Mama huyu ambao alisema atapata mtoto, kwa jina la Yesu akapata mtoto katika jina la Yesu. Bwana umesema hakuna atakayekuwa tasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila mashambulizi, kila mipango yote ya adui juu ya mtu huyu, kwa jina la Yesu akawe salama. Bwana umesema ukiwa upande wetu hakuna atakayekuwa kinyume nasi. Ukiwa upande wa huyu mtu, Bwana yuko salama, ukawa upande wake na kumtetea
katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Namweka mkononi mwako Bwana, endelea kumtetea, endelea kumshindia mapito na changamoto anazopitia Bwana, ukamvushe salama akashinde katika jina Yesu. Maana tunayaweza mambo yote katika wewe Baba ututaye nguvu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, natangaza ushindi, natangaza kuinuliwa, natangaza kufunguliwa kwa mtu huyu katika jina Yesu, akapokee haja ya moyo wake katika jina Yesu. Baba, nakushukuru katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Tumia namba hiyo ambayo iko kwenye skrini, na wewe msikilizaji wa Lindi FM unaweza kutumia namba hiyo 065658164467 kwa ajili ya kuelezea shuhuda ya kile Mungu alichokifanya. Tushirikishane shuhuda, lakini pia unapopigia kuna mambo mengine yanahitaji ushauri, nitakupa ushauri na nitaendelea kukuombea kwa karibu zaidi, na Mungu akubariki katika jina la Yesu, amen. Sibuka TV.